Kwa hiyo waliochukua wanaweza kubaki na vya kwako, wanaweza kubaki na vya kwako, lakini wasiipate nafsi yako. Ukinyamaza na wana vya kwako, wana harufu ya kwako, wana vya kwako vya mwilini, ukinyamaza kiibada, kuna matukio yanaweza kukufuatilia. Kupitia vazi unaweza ukakamatwa wewe. Ngoja nikupe mfano huu mwingine, utanielewa vizuri, sababu ninakuandaa kama una neema ya kufika kesho kwenye ibada ya kesho. Sikupanga kesho kuwa na hayo maombi. Mungu amenisemesha kwenye chumba cha maombi mchana wa leo kwamba kesho tuwe na hayo maombi. Siku ya Jumatano kesho tuwe na hayo maombi. Tuwe na hayo maombi ya kujinasua na kila mahali ambako tumeguswa mavazi yetu au vya kwetu vya kimwili, alafu kuna vitu kwetu vikaondoka. Nikikupa mfano hapa utanielewa vizuri. Mfano hapa utanielewa vizuri, sababu unapoguswa vazi lako wanaweza kunyang'anya ulichonacho kiroho na matokeo tukayaona kimwili. Hakuna aliyesikia. Acha niseme tena, vazi lako likiguswa kiroho, likiguswa kiibada, likiguswa kiimani, kiuchawi, kigiza, kiushirikina, wanaweza wakanyang'anya vya kwako vya kiroho na tutaona matokeo yake kwenye maisha yako. Ni siri sana, na hii habari kwa ukisoma, lakini inawezekana ufunuo huu ulikuwa hujawahi kuona. Ni habari za yule mwanamke aliyetokwa damu miaka 12. Acha nikusomee habari kidogo. Kitabu cha Marko mlango wa 5. Marko mlango wa 5. Marko mlango wa 5 mstari wa 25 mpaka wa 34. Hii mistari ya muhimu sana, naomba uiandike mtu wa Mungu. Marko mlango wa 5. Mlango wa 5, kitabu cha Marko mlango wa 5. Marko mlango wa 5 mstari wa 25. Mstari wa 25 mpaka mstari wa 34. Anasema hivi: na mwanamke mmoja mwenye kutoka damu muda wa miaka 12 na kuteswa mengi kwa mikono ya matabibu wengi, amegharimiwa vitu vyote alivyo navyo, bali hali yake ili mbaya. Aliposikia habari za Yesu, alipita katika mkutano kwa nyuma, akaligusa vazi lake. Nisikie mtu mmoja akisema akaligusa vazi lake. Kwa mara ya pili, akaligusa vazi lake. Sasa aliligusaje? Ndio mstari unaofuata hapo. Maana alisema, kuna nguvu hapo. Wanapogusa wanasema nini? Wanapoyachukua wanasema nini? Maana alisema, nikiyagusa mavazi yake tu nitapona. Tusogee, nitarudi mstari wa 28, lakini tusogee mbele kidogo. Mara chemchemi ya damu yake ikakauka, naye akafahamu mwilini mwake kwamba amepona msiba wake. Akafahamu mwilini mwake kwamba amepona msiba wake. Tusogee. Mara Yesu hali akifahamu nafsini mwake kwamba nguvu zimemtoka, akageuka kati ya mkutano, akasema, ni nani aliyenigusa mavazi yangu? Tusogee. Wanafunzi wake wakamwambia, je, wawaona makutano wanavyokusonga songa, nao wasema, ni nani aliyenigusa? Tuendelee. Akatazama pande zote ili amuone yule aliyelitenda neno hilo. Mstari unaofuata, na yule mwanamke akaingiwa na hofu na kutetemeka, akijua lililompata. Akaja akamwangukia, akamweleza kweli yote. Tumalize mstari wa mwisho. Akamwambia, binti, imani yako imekuponya. Imani yako imekuponya. Enenda zako kwa amani, uwe mzima, usiwe na msiba wako tena. Naomba nirudishie mstari wa 28, mtu wa Mungu kwenye ubao. Mstari wa 28. Maana alisema, nikiyagusa mavazi yake tu nitapata ninachokihitaji kutoka kwake. Nikiyagusa mavazi yake tu nitachukua alicho nacho, hata kama hataki. Nikiyagusa mavazi yake tu, kiimani, kiibada, nitachukua alicho nacho, nitanyang'anya alicho nacho.
Nitaka ulione hilo. Sasa huyu mama amegusa mavazi ya Yesu. Biblia haituambii kwamba aliugusa